Heshimu madhabahu ambayo imekaliwa na chief, viongozi wote. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu izomine. Washirika, Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Nashukuru Mungu mchana ulio mwema, amekuwa mwaminifu katika maisha yangu. Amenilinda pamoja na familia yangu, nasema ni asante. Sisi wote kama familia wa Mkuru, naona tukiwa waheri wa afya, neema imetubeba. Amen. Kwa hivyo ni kipindi cha matoleo, tunataka tujifunze kwa ufupi. Kitabu, msomaji ataenda katika kitabu cha Hagai. Hagai mlango wa 2. Mstari mdogo ni wa 8 na 9. Kitabu ni cha Hagai 2, mstari mdogo ni wa 8 na 9. Hagai 2, mstari mdogo wa 8 na wa 9. Tasoma kwa uwezo wa Bwana. Hagai 2, mstari wa 9 na 8 na 9. Fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi. 9. Utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko utukufu wake wa kwanza, asema Bwana wa majeshi. Na katika mahali hapa nitawapa amani, asema Bwana wa majeshi. Mungu awabariki maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Naona huyu ni mtumishi wa Mungu Hagai ambaye alikuwa anaongea maneno haya. Neno la Bwana linaniambia, ama maandiko yananiambia, fedha na mali yote ni mali ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunapokaa katika ulimwengu huu ama tunapokaa katika dunia hii, neno kuu ambayo tunafaa tutambue katika safari ya wokovu ni kuwa mali na dhahabu zote ama vitu zote ambavyo tuko navyo ni mali ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Huenda wewe Mungu amekubariki, amekupa pesa, amekupa watoto, amekupa kila kitu. Hiyo vitu zote ambavyo tuko navyo ni mali ya Mwenyezi Mungu. Mwami Yesu izominyo. Kwa hivyo unapobarikiwa ama Mungu anapokupa vitu hivyo vyote, yafaa ukumbuke kanisa ya Mwenyezi Mungu, yafaa ukumbuke madhabahu ya Mwenyezi Mungu. Uyatunze, maana ni yeye Mungu amekubariki hiyo vitu uyalete katika madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Leo tunaambiwa katika vitu hivyo ndivyo ndipo mahali tunapata amani. Amani utapata wapi katika maisha? Utaka kupata amani utapata katika nyumba ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mahali ambapo unaleta mali yako, mahali ambapo unaleta vitu vyako ambao Mungu amekubariki, hapo ndipo unapata amani. Bwana Yesu asifiwe. Maana hauwezi kuja katika nyumba ya Mwenyezi Mungu na ukose amani. Hauwezi kuja katika madhabahu ya Mwenyezi Mungu na upate laana. Itategemea wewe kama mshirika, wewe kama muumini, umekuja na jinsi gani, njia gani ambao umekuja nao katika nyumba ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hivyo unapobarikiwa na Mwenyezi Mungu, jikubali kutoa, jikubali kubariki ibada, ndiposa upate amani ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Maana hayo yote mwisho wa siku yote ni ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ama kuna mtu anabarikiwa na njia nyingine. Hizi vitu zote ni Mungu ndiye anapeana. Kwa hivyo Mungu anapokubariki, Mungu anapokupa, Mungu anapokufungulia milango, na wewe kumbuka kuja kubariki ibada ya Mwenyezi Mungu. Maana utakapobariki ibada, hapo ndio utapata amani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Utaona mambo yako yakienda sawa sawa, utaona njia zako zikienda vizuri zaidi, maana umebariki madhabahu, umebariki hata na kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Umesikia mahali Biblia imetuambia hizi vitu hivi, mali yote na fedha na dhahabu zote ni mali Mwenyezi Mungu ndiye ametupatia. Kwa hivyo ukiwa Mkristo, jikumbushe kuwa yes, leo nimetoka nimepata. Licha ya mimi kupata hizi vitu vyote, Mungu ndiye amenibariki. Bwana Yesu asifiwe. Licha ya mimi kupata hii pesa kidogo, Mungu ndiye amenibariki. Bwana Yesu ndio hatubariki. Bwana Yesu asifiwe. Tusiache nyumba ya Mwenyezi Mungu, maana Biblia imetuambia yeye tu ndio anatupatia, na hizo vitu zote akitaka kutunyang'anya pia hatatunyang'anya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mimi sijui utakuja katika madhabahu ya Mwenyezi Mungu katika njia gani, ukamilifu gani ambao uko nao, ambao utaleta. Maana ukileta hizo vitu zinakutakasa wewe. Bwana asifiwe. Ama kuna mwenye anajua mbona kila Jumapili kanisani unaambiwa tutoe sadaka. Kuna Jumapili umekuja ukaambiwa hatutoi sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Kila Jumapili dhehebu lolote unasikia toa dhabihu. Kuna ibada huku nje hadi wanatoa fungu la 10 kila Jumapili. Bwana Yesu asifiwe. Umaijiuliza ni kwa nini tunatoa kila Jumapili fungu la 10, kila Jumapili sadaka? Hiyo inatuzuia, tukinga, inatuprotect. Bwana Yesu asifiwe. Inakinga kazi zetu, inakinga watoto wetu, inakinga kila kitu ambao tunafanya. Ndio maana tumeambiwa yote ni mali ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukileta pesa yako hapo kwa madhabahu, usidhani umeletea pastor akakule, usidhani umeletea mama akakule. Wewe umeleta kubariki madhabahu, maana ni Mungu ndiye amekupatia. Umekuja kurudisha shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na usitamani kuangalia nimeleta, nilipeleka, imeenda kufanya nini. Bwana Yesu asifiwe. Utashikwa na tindei. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ukileta leta na uende, usiangalie nyuma useme tulitoa pesa fulani tunataka tujue ilifanya kazi gani. Hiyo yote ni mali ya Mwenyezi Mungu. Wewe usijali, toa na utulie. Bwana Yesu asifiwe. Maana huko kwetu tulikuwa tunaambiwa kuna mtu alikuwa akishikwa na zile vitu lazima aende azunguke na asiangalie nyuma. Juu ukiangalia nyuma zitakufanya nini? Zitakushika tena. So, ukileta katika madhabahu, usitamani kuangalia imefanya nini, maana Biblia imetuambia hiyo vitu zote ni mali ya Mwenyezi Mungu. Tunataka kutoa sadaka. Yesu asifiwe. Tunataka tutoe sadaka, then tuko na pre-wedding. Tuko na pre-wedding ya mchungaji, anytime atakuwa anaingia. So na kuna wageni wanaingia. Wakisema saa ya mkuru, ni wakati wetu utakuwa umefika, tafadhali tuonyeshe nidhamu. Tuonyeshe tu discipline. Tuinue jina ya kanisa, bayo dakika moja. Tutoe sadaka zetu. Wakifika ni saa ya pre-wedding, wakiitisha mkuru, msitoroke muende kwa nyumba, muachie chief kazi, muachie viongozi. Jishike tu kwa mfuko chochote ambacho utakuwa nacho, tutakuwa tunashindikiza pesa zetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tusimame kwa miguu zetu, sadaka tukitoa huwa tunasimama, tukiimba polepole kwa unyenyekevu, ukinyenyekea utoe. Hiyo ni ondoleo la dhambi na utakaso. Hiyo inakutakasa wewe. Kwa hivyo tusimame kwa miguu. Tutaanza na madhabahu. Kwaya. Ewe Bwana wa neema, wa ujasi. Na mulete ripoti ya village. Nimemtuma kidogo. Na upendo wako.
sadaka yako. Leta ripoti ya mzee kijiji. wazi tumaini lako Bwana, tumaini letu. Fadhili zako Bwana naziona wazi. Upendo wako Bwana, tumaini letu. Wa upendo wako Bwana, wa huruma zako Bwana, niumie imani. Na upendo wako ewe Bwana wa neema, Mungu wa utatu, niumie imani. Na upendo wako ewe Bwana wa neema, Nisaidie sadaka. niumie imani. Na upendo wako Na upendo wako Bwana, na huruma zako Bwana, niumie imani. Na upendo wako. Yes. Fadhili zako Bwana naziona wazi. Upole wako Bwana, tumaini letu. naziona wazi, tumaini letu. Na upendo Wako Bwana, simama mahali kwenye ulipo. Wako Bwana, niumie imani. na upendo wako. Upendo Wako Bwana, huruma zako Bwana, niumie imani. Kwa upendo wako. Sasa naomba usiende tafadhali. Kuna injili kali sana mahali hapa na ningependa kila mmoja akapate. Na upendo. Anza iwe nitie huyo msichana anaenda nje. Mwambie asiende nje. Bora akasishe ovadawe. Ila anaenda nje, anaitwa nani? Huyo, very good. Waambie waingie ndani. Bwana asifiwe. Kanisa Ashoya, Bwana apewe sifa. Bwana asifiwe kanisa. Naomba tupungiane tu mkono. Bwana apewe sifa kanisa. Bwana ainuliwe. Bwana apewe sifa. Najua wanakaa nafikiria vitu mingi sana kwa maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame tubariki mikono ambazo zimetoa. Baba, katika jina la Yesu tunasema ni asante. Tazama Baba, kimekuwa kipindi cha matoleo, wametoa sadaka katika madhabahu. Jehova, neno lako limesema mali yote na dhabihu ni zako Bwana. Baba, wameleta ni kwa sababu ya kufanya kazi ya ibada. Jehova Mungu wa majeshi, tazama tunapoanza wiki Bwana kupitia matoleo haya, wacha ukatufungulie milango Bwana wa majeshi, ni kwa sababu wewe ni Mungu. Wana biashara wote Bwana tunawafunika na damu yako takatifu. Kawape kibali Jehova, ni kwa sababu ya kazi ya mikono yao na ambao wameajiriwa Jehova Mungu wa rehema. Ukawape kibali machoni pa wakubwa wao, maana wewe ni Mungu. Kuna wale Bwana ambao wanatafuta Jehova kupitia matoleo haya Bwana, wacha ukawafungulie milango na madirisha zilizofungwa, maana wewe ni Mungu. Tunajua Bwana zilizoliwa na nzige Bwana wewe utarejesha, maana unastahili. Tunajua Baba hata mifupa mikavu Bwana ulisema unazitia pumzi Jehova. Wacha kupitia matoleo haya Baba maisha yao yakatiwe pumzi, maana wewe ni Mungu. Wakapate uhai, wakapate hewa iliyo safi, maana unastahili. Kwa mapenzi ya Yesu tunaomba na kuamini. Asante. Bwana apewe sifa.
Sijui kwa nini sister anatoka nje. Bwana apewe sifa. Bwana asifiwe kanisa. Mimi huwa nasema tukae kwa viti za mbele, za nyuma zibaki hivyo. Sijawahi jua ni kwa nini tunapenda nyuma tunaacha huku mbele. Bwana apewe sifa. Tusikae kwa kanisa madoadoa. Kwanza kabisa nirudishie Mwenyezi Mungu shukrani kwa umbali huu ameniwezesha kufika. Bwana apewe sifa. Kanisa iliyo hai. Bwana apewe sifa. Nadhani naongea na watu ambao wanapumua. Bwana apewe sifa kanisa. Saizi tunapoongea kuna wengi wanaomboleza. Na kuna wengi saizi wanaabiri magari kwa ajili ya kwenda kuona watu wao hospitalini. Na walio hospitalini wanaomba wasiwe na kitu lakini wewe wazima. Kwa hivyo maisha yanazunguka. Bwana apewe sifa. Na wewe na mimi tuko hai, lakini unaona wivu mpaka hata kusema tu Bwana apewe sifa. Bado unachukia. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa kanisa. Ili kanisa nadhani ni kanisa linamwabudu Mungu aliye hai. Na kwa hivyo tunastahili tuwe watu wenye furaha kila siku. Licha ya magumu tunayopitia huku nje, hayo mwenyewe anayajua. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo kabla sijesema jambo ambalo limenisimamisha mahali hapa, nitahadhari tu ama nihonyo kutilia mkazo jambo lililonenwa hapa, tabia ya kuzurura kule nje. Wacha ikome. Imefika mahali sasa sitafadhali, ni lazima. Bwana apewe sifa. More especially tabia nimegundua wakati kuna machakula ama kuna mapishi ama mapochopocho mahali hapa. Bwana apewe sifa. Watu wote wanazunguka kule nje jikoni. Anayeenda na kikombe kumbe imebeba mchele. Bwana apewe sifa. Mtu anaenda na kikombe naenda maji, akirudi ni mchele kwa bagi, kwa uru bagi imewekwa. Na atatoka hapa akisema hakukula. Hiyo tabia ikome na iishe. Bwana apewe sifa. Sisi ni watu wazima, sisi ni watu tunajua kilichotuleta mahali hapa. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo wacha ikome na ishe. Wanapochagua mtu mmoja, wawili, watatu kukaa jikoni, tuwape heshima, tuwape nafasi yao, wafanye mambo yao kiutaratibu. Bwana apewe sifa. Nitaomba kama nimekukwaza unisamee, lakini ni hivyo hiko na sitarejea nyuma wala sitababaika. Iwapo utanisamee nasema asante. Iwapo utanisamee ndasema pia asante. Lakini itabakia ni hiyo ndio desturi. Bwana apewe sifa. Nina baadhi ya bahasha za fungo la 10 hazikuchukuliwa. Kuna wale nilipea, na nadhani kama nilikupa bahasha yako ya fungo la 10 kulikuwa na receipt ndani, either 1, 2 ama zaidi ya 3. Ukipata receipt yako, bahasha yako iko na receipt 3, inamaanisha kwa familia yako kuna wale watu hawajatoa fungo la 10, nikaweka hizo receipt kwa bahasha moja kwa ajili ya kuzipotesha. Bwana apewe sifa. Nazungumza hivyo nikimaanisha nyumba ya Mrs. Ondere, nyumba ya Ondere, bahasha za watoto utazikuta kwa bahasha yako, receipt za watoto utazikuta kwa receipt. Kwa Mrs. Chief pia nimechukua receipt za watoto nimeweka kwa receipt kwa bahasha yako, lakini ya Chief iko kando kwa maana yuko na bahasha yake. Bwana apewe sifa. Kuna wale hawakupata receipt zao za last year, mtatuia radhi. Ni kawaida sisi kama binadamu kuchelewa, lakini hatimaye imefika. Mtu kama Violet Amwai atapata receipt 2, maana ya last year na this year nimecombine, ziko pamoja. Na mtu kama Violet Amwai nadhani alipitia kwa damu ya kondoo. Kulikuwa na typing error, nikaandika Violet Amwai, na sasa hatimaye receipt yake imefika, lakini Mungu hakunisahau. Maana pia receipt ilikuja extra 1, kwa hivyo nikarudisha kwa yule ambaye alikuwa amelipa. Bwana apewe sifa. Kuna wale watu nilikuwa nimesema tutawasimamia kama ofisi ya pastor, na nikawaambia jinsi ya kufanya na hawakuwajibika. Kwa hivyo nitawasi tu mtanieleza sasa jinsi tutakavyofanya. Bwana apewe sifa. Maana hiyo ilikuwa ilikuwa just advice from the office of pastor, but nikawapata tukashauriana, lakini ikashindikana. Kwa hivyo pia nitaketi
nitulie, nanyi pia mnipange. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo nitapeana mareceipt kama Masi ya Adhiambo. Masi ya Adhiambo utachukua yako. Mildred Nagaji iko hapa. Sylvia Mildred Nagaji, Sylvia Machanga, Violet Ngosi, Miriam Mugasia, Joyce Mugidi, Kevin Musungu, Velma Makungu, Bridget Nyongesa, Josephine Vienda, Emmanuel Wekesa, Masi Adubuka, Hilary Kipketer, Maureen Musungu, Elfas Kasim, Fufeli Masita, Doreen Anjala, Evans Amisi, Dama Aseka, Joseph Angaya ilikuwa ni last year. Tuko na Collins Ilavuna last year, na tuko na Branis Andia last year. Tuko na bahasha za fungo la 10, Brian ya Kisali, tuko na Joan Robai, tuko na Mrs. Zibora. Tafadhali kama unasikia jina yako ni vyema uchukue saizi. Tafadhali, maana nimeita wengine na waona lakini hawajachukua. John Robai tafadhali njoo hii yake. Reverend Chief Silas. Dama Seka hayuko, namuona hayuko. Zibora Kisali yuko. Brian Akisali hayuko lakini yuko. Roslyn Muguva hayuko. Violet Imali yako yuko hapa na watoto wote. Mildred Libese, tuko na Josephine Ingado, tuko na Victor Chavasali. Nipatie Rosi Osale receipt. Umepata Rosi Osale receipt tafadhali. Rosi Bwana apewe sifa. Bwana asifiwe kanisa. Violet Ngosi. Mungu alikuonekania Ngosi kwa tuna hiyo roho. Na kama unajua uje lipa kipawa tafadhali. Naomba tafadhali inua tu mkono juu. Uje lipa kipawa. Daniel Amwai hajalipa hii mwaka, kuna last year 2 ya nyumba yake yote. Ni 2 mwaka jana na hii mwaka. Kwa hivyo nitawasii tu kama kanisa, kama hujalipa kipawa tafadhali jaribu juu chini. Muda wetu na yoyoma. Niko na jina 2 ambazo zimeingia na tunakusudia kwa kupata majina zaidi, maana nikiangalia sura ni mpya tena kwa hawamu hii. Sura ni mpya, sura ni ngeni mno. Sylvia, hii kanzu tutadhani tutashona hii. Kwa tunashona kanzu kama hizo. Bwana apewe sifa. Sina ubaya
sina ubaya. Nawapenda nyinyi wote na mzidi kuniombea, kuzidi kuombeana kama kanisa. Bwana apewe sifa. Licha ya kuwa nimegundua kanisa ya Mukuru hatuna upendo. Upendo iko kwa watu wachache mno, lakini sina ubaya na wewe ama na yule mwingine. Mimi niko free. Iwapo utanihitaji, ukiniambia kwa muda unaostahili nitapatikana. Licha ya kuwa kwa sasa niko katika kiwanja kigumu zaidi, uendo naweza nihitaji na nikosekane, ama nikwambie nakuja na nikose kufika. Bwana apewe sifa. Tafadhali nitakuomba tu wewe ambao unanielewa, usinibebe kwa ubaya. Maana kuna wakati inanibidi nimelala nje na nimelala zaidi ya mbali. Bwana apewe sifa. Ni kwa ajili ya kutafutia familia yangu, na kwa hivyo nitakusii wewe uzidi kuniombea. Naona mambo mengi kwa hii njia na kwa ile uwanja ambaye tuko kwa sasa. Si uwanja wa mchezo. Bwana apewe sifa. Si uwanja wa mchezo, ni uwanja unaohitaji maombi. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo uende unaweza sema Karani ana madharau. Sina madharau na sina chuki na mtu. Nilisema raundi nikiombewa nitoke kwa madhabahu nitakubali, lakini mambo ya vikwazo niliacha. Bwana apewe sifa. Sijui kama mtu ananielewa. Niliacha. Hata unipige mawe, nitatoka kule tena, nitarudi wapi? Hapa, mpaka tena niambiwe wakatamu yako imeisha, rudi nyuma na mwingine pia ongoze. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo hiyo nikusema ya kwamba iwapo mnahitaji watu Jumamosi na mnaniona sijafika, tafadhali tu nielewe. Bwana apewe sifa. Uende unaweza kuniona kwa mtandao, lakini si communicate kitu yeyote. Ninaweza hata kuwa kwa typing na niandike matusi ambapo haistahili. Ndipo unaona najaribu ku avoid. Bwana apewe sifa. Nakaa mbali kwa sababu ya zile vitu zingine zinanisumbua kwa akili, lakini si kwa kikanisa. Bwana apewe sifa. Kanisa niko sawa. Iwapo utanihitaji na unikose, naomba unielewe. Bwana apewe sifa. Ama unipe muda nifike kwa wakati unaostahili. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo naheshimu nyinyi wote. Iwapo nimekosea, jisikie huru kuja kunikosoa. Mimi ni binadamu. Niko chini ya jua, na chini ya jua sisi zote ni watenda dhambi. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo nasema ni asante. Nasema tena ni asante. Pole ndugu yangu Freddy. Ripoti yako tuliipata, lakini hatuko na otherwise ila tu kukuombea. Bwana apewe sifa. Tutatafuta siku tutatembea kwa nyumba, ama mimi nitatembea. Sitakuambia ni lini, lakini ni mostly naona nikiegemea hiyo upande. Nitatembea kule. Mimi sisi amekuwa mtu wangu, amekuwa rafiki wangu wa karibu. Familia nzima ya Mukuru Assembly nawapenda. Kwa hivyo usinichukie tafadhali. Nahisi kana kwamba kuna watu wananiona kama kwamba nawatenga. Siwatengi. Nahisi hivyo, lakini sijatenga mtu. Ndugu yangu Anaya, tafadhali niwie radhi. Umekuwa kwa ukiitana kwa zaidi na zaidi, lakini nadhani si kwa ubaya. Nisiwachoshe, si kwa ubaya, lakini mnisamee tu na mnielewe. Kwa sasa mambo itakuwa sawa na tutarejea kwa pamoja. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo unapoomba nikumbuke. Unapoomba kumbuka familia yangu. Unapoomba kumbuka tu kanisa ya Mukuru, na Mungu atatubariki zote. Asanteni. Mungu akutie nguvu. Usikuwe na wasiwasi. Sema kuna mtu alimba wimbo akasema kata live na tena uanze. Akasema